Karibu ndugu mpenzi, tunakukaribisha kwenye shene yetu ya mahubiri na mafundisho mbalimbali katika neno la Mungu. Anayekuwa mbele yenu ni Mama Adelestine, ndiye anawaletea neno hili. Somo letu la leo tutalipata katika kitabu Wakorintho wa kwanza sura 6 shairi la 19 hadi la 12. Nitasoma. Basi hamjue ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, kwa sababu mlinunuliwa kwa bei. Basi mtukuzeni Mungu katika mwili wenu na katika roho yenu, maana ni ya Mungu, ni neno la Bwana. Neno ambalo tutakalozungumza pamoja nanyi linasema wewe ni hekalu. Wewe ni hekalu, mimi ni hekalu. Basi mbele ya kuendelea tutapenda kukualika utufuate mpaka mwisho, na pia upende video yetu kwa kugusa kidole cha kupenda. Na utagawa pia kwa wengine, rafiki, ndugu, ili nao pia waweze kufuata video hii, ili tuweze kupata mafundisho ya neno la Mungu. Somo letu linasema wewe ni hekalu. Na Wakorintho imetuambia ya kwamba hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliepewa na Mungu. Mwili wetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, bali si nyumba yetu. Ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kukua hekalu haijasema kwamba mwili wako ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Na kama vile tunavyojua, hekalu linakuwa tofauti na nyumba yako binafsi. Nyumba ya kawaida inaweza kuwa na matumizi mengi. Ukipenda unaweza kugeuza nyumba yako kuwa ya kupangisha watu wengine. Unatoka ndani ya nyumba hii na unatia watu wengine. Au unaweza kuuzisha nyumba yako ikiwa utapenda. Pia unaweza kutumika, ile nyumba inaweza kutumika leo kama nyumba ya familia, lakini kesho unaweza kuitumia kuwa nyumba ya kupangisha wageni ili ikuletee pesa. Nyumba ukitaka unaweza kuigeuza kuwa nafasi ya biashara. Hii yote ni matumizi ya nyumba. Lakini hekalu si hivyo. Tunajua kwamba hekalu haliwezi likawa jinsi mtu anavyotaka. Jinsi wewe unavyotaka haiko vile ndivyo hekalu litakavyokuwa. Lakini hekalu lina kazi moja. Ni mahali pa kufanya maombi, au ni mahali pa kufanyia ibada. Ni mahali ya maombi au ni nafasi ya kufanyia ibada. Wakati Yesu alipokuwa katika dunia hii, alifika Yerusalema na alikuta siku moja watu wanauza njiwa na kufanya biashara yao ndani ya hekalu la Mungu. Na hapo ndipo hasira ya Yesu ilipanda, na akaanza kuangusha viti ndani ya hekalu. Na jambo moja alilisema ni hili: imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Ukitaka kupata shairi hili utalisoma katika kitabu cha Mathayo sura 21
mstari wa 12 hadi mstari wa 13. Ninaweza kuisoma. Basi akaingia hekaluni, akafukuza wote waliouza na kununua ndani ya hekalu, akapindua meza za wabadilisha fedha na vitu vyao waliokuwa wakiuza hua, akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi, lakini mnaifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Hii ni masemi ya Yesu wakati alipofukuza watu katika hekalu. Hii inamaanisha nini? Wakati tumeamini Yesu Kristo, tunakuwa tumeokoka. Na Yesu Kristo anakaa ndani mwetu. Na pia Roho Mtakatifu anakaa ndani mwetu. Na hii ndiyo maana Mungu anasema miili yetu imebadilishwa na kuwa hekalu la Mungu. Paulo ambaye aliandikia watu wa Korinto aliona ya kwamba wanachanganya maneno. Alafu aliwaambia ya kwamba wajue ya kwamba miili yao ni hekalu la Mungu. Na kweli miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, kwa sababu tunapoamini Yesu, neno la Mungu linasema Yesu, Roho Mtakatifu, Baba wanakuja kufanya makao yao ndani mwetu. Hekalu la Mungu sio kila mtu ni hekalu la Mungu, bali wale tu ambao wamepokea Yesu Kristo, wamemwamini kuwa Bwana na Mwokozi wao, hawa ndiyo hekalu la Roho Mtakatifu. Wengine wote ambao hawajaamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, hawa si hekalu la Roho Mtakatifu. Hivyo miili yao, kama Roho Mtakatifu hakae ndani yao, ni kusema wana roho zingine ambazo zinaweza kukaa ndani yao, roho za mashetani, roho za mapepo, wengine wanaita mapepo, wengine wanaita mashetani. Hivi yule ambaye hajaamini, mapepo yanaweza kukaa ndani mwake, mashetani yanaweza kukaa ndani mwake. Lakini sisi ambao tumeamini, ni Roho Mtakatifu ndiye anakuja kufanya makao yake ndani mwetu. Ndiyo maana Yesu alipokuwa hapa duniani alisema wakati anapoondoka, ameondoka lakini hata acha wa mitume wake yatima, atawatumia Roho Mtakatifu. Na Roho huyu Mtakatifu anakaa ndani ya kila yule ambaye amemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mimi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hii ndiyo somo ambalo tunazungumza juu yake leo. Tutasoma pia Watesalonika wa kwanza sura 5 mstari wa 23. Inasema hivi: kwa sababu hiyo basi tunaweza kufahamu kuwa mwili wetu na nafsi zetu na roho zetu zinapashwa ziwe katika hali ya usafi. Na ni hivi ndivyo vinaunda hekalu la Roho Mtakatifu. Watu wengi wanasema Mungu haangalie mwili, wanatunza tu roho zao, Mungu haangalie mwili. Lakini kitabu hiki cha Watesalonika kinatuonesha ya kwamba Mungu ana lazima ya mwili, nafsi na roho yetu. Sababu anasema basi tufahamu ya kwamba miili yetu, nafsi yetu na roho zetu zinapaswa kuwa katika hali ya usafi. Maisha yako wewe Mkristo umeamini Yesu ni maisha ambayo yanapaswa kuwa maisha ya usafi ndani ya mwili, ndani ya roho na ndani ya nafsi. Na kama ukisoma Wakorinto 6:17 inasema yeye anayejiunga na Bwana ni mmoja na huyu Bwana. Kimbieni zinaa.
Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye anayefanya uzinifu ama zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake. Ndugu wapenzi, hii inatamaanisha kama mwili tunapasha ichunga kwa utukufu wa Mungu. Na tukimbie uasherati, tukimbie zinaa, maana hii ni dhambi ambayo mtu anaifanya juu ya mwili wake mwenyewe. Na Mungu hafurahishi na hii, kwa sababu mimi na wewe tuko hekalu la Roho Mtakatifu. Uasherati ni jambo la kwanza ambalo Biblia inasema ya kwamba ni dhambi inayoweza kumwangamiza mwanadamu. Hivi kila mtu ambaye amempatia Bwana Yesu maisha yake asifanye uasherati, aepuke uzinzi, uzinifu. Hii ni dhambi ambayo inaharibu hekalu la Mungu. Usiharibu hekalu la Mungu, kwa sababu ukiharibu hekalu la Mungu na Mungu atakuharibu vile vile. Tukimbie uasherati, tusiingie katika maisha ya uasherati, sababu uasherati unaharibu hekalu la Mungu. Hili ni jambo la kwanza. Wewe na mimi ni hekalu la Mungu, alafu tusichafue hekalu la Mungu. Na tunaposoma Mezali sura 6 mstari wa 16 na kuendelea, inasema kuna maneno 6 ambayo Bwana anachukia. Ndiyo 7 yaliyo machukizo kwake: macho ya kiburi, ulimi kusema uongo, mikono inayomwaga damu isiyo na kosa, na moyo unaowaza mawazo mabaya, miguu iliyo mwepesi kukimbilia uovu, mshuhuda wa uongo anayesema uongo, naye anayepanda mbegu ya fitina kati ya ndugu. Baada ya uasherati anasema ya kiburi ndani ya hii kitabu cha Mezali. Macho ya kiburi. Macho ya kiburi ni dhambi. Ni dhambi mbele ya Mungu, na Mungu anachukizwa nayo. Wewe Mkristo, usikubali uwe na kiburi ndani ya maisha yako. Tukumbuke kwanza, kiburi ni dhambi ya kwanza ambayo ilianza katika bustani la Edeni. Unaona, wakati Ibilisi alipokuja kumjaribu mwanamke, alipoambiwa akakula tunda atafanana na Mungu, mara moja alianza kudharau hali yake na akadharau Mungu aliyemuumba. Hivi akaanza kujaa kiburi na kuonesha kwamba inambidi sasa afanane Mungu. Hivi kama mwanadamu alitaka kuwa kama na Mungu, hii inaonesha ni sura ya kiburi. Ni kiburi kwa sababu alizarau hali ambayo Mungu alimuumba nayo. Ni kwamba alimzarau Mungu. Unapomzarau mtu ni kiburi pia, ni kiburi. Pia kiburi kinaonekana wakati unajikuta unakuwa juu ya watu wengine, alafu unakutana wale ambao wako chini yako na unawazarau. Hii nayo ni kiburi. Lakini Mungu anatuambia katika somo hili ya kwamba wewe na mimi ni hekalu la Roho Mtakatifu, na mambo ambayo Mungu anachukizwa nayo na ambayo tusiingize katika mwili ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu, anasema kiburi. Tuepuke kiburi. Mimi na wewe tuepuke kiburi. Jambo la 3 ambalo Mungu anachukizwa nalo tusiliingize kwenye mwili wetu ambao ni hekalu la Mungu ni ulimi wa kusema uongo. Ulimi wa uongo unatunga kitu ambacho si kweli
na unaenda kusema ya kwamba ni kweli uliona jambo hili ijapokuwa ni uongo. Tujue ya kuwa ulimi wa uongo ni hatari na Mungu anachukizwa. Na hii ulimi wa uongo inakumbusha ya kwamba kila neno ambalo linatoka ndani ya kinywa linahesabiwa. Hivi maneno yote yana matokeo, na kwamba maneno yetu yatahukumiwa na Mungu, sababu Mungu anachukizwa maneno ya uongo. Mungu anachukizwa. Hii ndiyo sababu hata Methali 18:21 inasema, uzima na mauti ni katika uwezo wa ulimi. Wakati unaposema unaweza kuleta uzima na unaweza kuua. Alafu ulimi wetu usikuwe ule wa kuua, lakini ukuwe ule ulimi wa kuleta uzima. Tunaposema uongo tumekuwa tumeua, kwa sababu ulimi una uwezo wa kuua au wa kuleta uzima. Ukisemea ndugu yako uongo, jua ya kwamba umemuua pia. Jambo la 4 ambalo linachukizwa na Mungu na ambalo hatuwezi kuweka kwenye mwili wetu sababu tuko hekalu la Mungu ni kumwanga damu isiyo na kosa. Kumwanga damu isiyo na kosa ni machukizo mbele ya Mungu. Unaua kiumbe cha Mungu kisicho na kosa. Mtu ambaye hakufanya kosa lolote hastahili kuuawa, hastahili kifo. Na Mungu anapenda tulinde uhai wa mtu. Maisha au uzima wa mtu tunapaswa kuulinda. Hii ni Mungu ndiye anaisema. Tuepuke kumwanga damu isiyo na kosa. Ukimwanga damu isiyo na kosa, jua kwamba umefanya machukizo. Jambo la 5 ambalo linamchukiza Mungu na ambalo hatuwezi kufanya katika mwili wetu ni moyo unaowaza mawazo mabaya. Ndani ya mwili wetu huu hatuwezi kuwaza mawazo mabaya. Tulisema mwili wetu una nafsi na roho. Unaundwa na mwili, roho na nafsi, ndio unakuwa mwili. Moyo unaowaza mawazo mabaya, katika maandiko tunajua ya kwamba ni Mungu ndiye anachunguza moyo wa mtu. Mtu mwingine hawezi kutambua yale yanayokuwa ndani ya moyo wa mtu. Lakini ni Mungu peke yake ndiye anauchunguza moyo wako. Hivi Mungu anajua kila kitu unachofikiri ndani ya moyo, na anaona mpango wako wowote ambao umekusudia ndani ya moyo wako. Hivi Mungu anakuambia uko hekalu la Roho Mtakatifu, usiwaze mabaya ndani ya moyo wako. Ukiwaza mabaya, hiyo ni machukizo kwa Mungu. Jambo la 6 ni mguu unaokimbilia maovu. Mungu anachukizwa na jambo hili. Usiwe mwepesi wa kufurahia maovu au uende fanya kwa yale maovu. Si vizuri. Ukisikia mahali kunapokuwa maovu, ujue ya kwamba wewe haustahili kuenda mahali pale. Watu wengi wanapenda kushuhudia maovu. Mungu anasema mguu wa kukimbilia maovu ni machukizo mbele ya Mungu. Jambo lingine la 7 ambalo tutazungumza ni kuwa mshuhuda wa uongo. Tujue ya kwamba unaposhuhudia uongo, hata kama haiko wewe ndiye ulitunga huu uongo, lakini unaenda kushuhudia, unakuwa mshahidi juu ya huu uongo, ujue kwamba hii nayo ni machukizo mbele ya Mungu. Watu wengi wameangamizwa kwa sababu mtu anaweza kutunga uongo, lakini na wewe unakuja kushuhudia ya kwamba ni kweli uliona jambo lile, ijapokuwa ni jambo la uongo, na mtu yule ambaye amesemewa uongo anaweza kuhukumiwa kwa ajili yako sababu ulishuhudia uongo. Tuepuke kusema uongo na pia kuenda kuwa mshuhuda wa uongo. Neno ambalo tunakiri tujue ya kwamba ni ukweli ndani ya kinywa chetu. Jambo la 8
ambalo Mungu anachukizwa nalo na hatuwezi kuliweka kwenye hekalu la Roho Mtakatifu ni kupanda mbegu ya fitina kati ya wandugu. Huyu anayepanda mbegu ya fitina kati ya wandugu ni yule anayesababisha watu wagawanyane kwa kutaka kwake. Anaandaa jambo ambalo litaleta fitina litaleta chuki katikati ya ndugu. Akisha kuwa na fitina, alafu ile fitina anaenda kuipanda ndani ya mmoja kusudi ndugu waweze kuchukiana. Au tunaweza kusema ni aina ya mzozo ambao umefanywa kwa siri ili kupanda huu mzozo katikati ya hawa wandugu au katikati ya mume na mke. Mwingine atakaposikia jambo hili, basi halitamfurahisha na anaweza kuchukia mwenzake na wanagawanyana. Katika majamaa wengi wamechukiana, kaka na kaka, mama na mtoto. Basi watu wamechukiana sababu kuna watu ambao wanapanda mbegu ya fitina kati ya wandugu. Njoo kwamba uko hekalu la Roho Mtakatifu na mambo kama haya hayapashi kuonekana ndani yako. Tukiendelea pia na kitabu cha Wagalatia sura 5 mstari wa 19, nayo inasema pale ya kwamba kuna mambo mengine ambayo ni machafuko na wanaoyafanya hawatarithi ufalme wa Mungu. Alisema uasherati, uchafu, uzini, kuabudu sanamu, ulozi, uadui, ugomvi. Wanaotenda mambo haya na yanayofanana na hayo hawawezi kurithi ufalme wa Mungu. Ningependa tukumbushane kitu kimoja. Tukumbushane kitu hiki kwamba sisi watoto wa Mungu, sisi ambao tumeamini Yesu Kristo, tuliopewa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Mungu hawezi kufurahi wakati tunapofanya machukizo. Hasira ya Mungu inawaka sana kutokana na kile ambacho ulipashwa kutokufanya alafu wewe unakitenda. Kama Mungu aliharibu dunia ni kwa sababu Mungu hakupenda maovu yaendelee katika dunia. Ndio maana wakati ya Noa alituma gharika liangamize watu sababu ya maovu walioyatenda. Na tutakumbuka ya kwamba hata kwa taifa la wana wa Israeli, tujue ya kwamba wana wa Israeli wanakuwa tofauti na taifa zingine. Mungu aliwachagua. Na wakati walipofanya kitu ambacho kinamchukiza Mungu, Mungu alikasirika sana. Alikasirika sana. Si kwamba jambo lile halifanyike kwa mataifa mengine. Linaweza likafanyika kwa mataifa mengine au kwa watu wengine. Lakini sababu Waisraeli walikuwa taifa ambalo lilikuwa taifa ambalo Mungu mwenyewe alichagua na akawapatia sheria yake ili waweze kumfuata, hivi hakupenda waingie katika machafuko ya ulimwengu. Ndugu mpenzi, kama umekubali kuwa muamini, umekubali kumfanya Yesu Kristo kuwa mwokozi wako, ndugu mpenzi, ujue ya kwamba Mungu hapendi urudie tena katika maovu. Ujue ya kwamba mwili wako si mwili tena wa kawaida kama wengine ambao wanaishi. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Shetani anafanya hizi njama. Hizi njama ni kuwadanganya watu na ambao wamempatia Bwana Yesu maisha yao. Hivi anataka kuwaonesha kama yale ambayo yanafanyika na watu wa mataifa au watu wa ulimwengu, watu ambao hawajamwamini, anataka kuonesha ya kwamba hii ndiyo iko sasa kwa utaratibu, au hii ndiyo tunaweza kusema ni mode. Watu wanafikiri hii ndiyo mode. Sababu kama hauishi gisi vile dunia inavyoishi,
unakutana kama hauko mtu kamilifu. Tusidanganyiwe. Machukizo haya, mambo haya ambayo tumeyasema hapo juu ni machukizo mbele ya Mungu. Tuepuke uasherati. Kuna vijana ambao wanadanganyana, wanasema sababu nimekwambia nitakuoa hivi, tunaweza kuanza kufanya kwanza uasherati sababu tu umekwisha kuwa mke wangu, alafu tunaweza kufanya uasherati. Hii ni machukizo mbele ya Mungu. Ni hila ambayo shetani anakuletea ili uweze kunaswa katika mtego. Usidanganywe dada, kaka. Uasherati kabla ya ndoa ni machukizo mbele ya Mungu. Hata mezali nasema ni kama vile unajipeleka mwenyewe kwa kujinyonga shingo, unaenda kujinyonga shingo. Au sawa ndege ambaye anaenda mtegoni peke yake, unajibeba kwa mtego bila kusukumwa. Hivi nataka kuonesha ya kwamba uasherati Mungu anaukataza. Kiburi katika maisha ya yule ambaye amekuwa Mkristo, Mungu anaikataza. Wewe ni hekalu la Mungu. Hauna tena nafasi ya kubakiana na hiki kiburi. Hauna ile nafasi ndani ya mwili wako. Kudharau wengine, hii haina nafasi tena katika mwili wako. Kusema uongo, hii haina nafasi tena katika mwili wako. Kuwaza mabaya moyoni mwako, hii haina nafasi ndani ya mwili wako. Kumwanga damu isiyo na hatia, hii haina nafasi. Hata kuambatana, kupanga mipango juu ya kumwanga damu, hii haina nafasi tena katika maisha ya yule ambaye amekuwa hekalu la Mungu. Usikimbilie tena mipango miovu. Usiende kushuhudia mambo ambayo haukuona kweli kweli, alafu wanasema utashuhudia hii. Afadhali ukatale. Afadhali ukatae kabisa. Mungu hafurahishi na mambo kama na haya, na hii inaacha nasema watu kama na hawa hawatariti ufalme wa Mungu. Ni heri uwe umeamua kuwa mtu wa ulimwengu, msiamini, uamue kuwa msiamini, kuliko kusema umeokoka na Yesu Kristo anakuwa ndani mwako alafu unafanya yale ambayo ni machukizo kwa Mungu. Hii ni hatari sana. Tukumbuke kwamba mambo haya ndiyo yanaharibu mwili wetu na tusionekane kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini tunapenda kukumbusha ya kwamba wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Inataka sasa tuheshimu miili yetu. Inataka sasa tutunze miili yetu. Inaomba sasa tutunze akili yetu, tutunze mioyo yetu na kuishi kufatana na gisi Mungu anavyotaka. Kanuni za Mungu ziko wazi. Ukisoma hata katika Wagalatia inasema maneno yote ambayo tunapashwa kuvaa sasa ni mapendo, ni furaha, ni salama, ni uvumilivu, ni neema, ni wema, ni uaminifu, ni upole na kujizuiza. Haya ndiyo mambo ambayo Roho Mtakatifu anaumba ndani yako wewe muamini ambaye umeamini Yesu Kristo, na ambaye Roho Mtakatifu anaumba sasa ndani mwako. Basi tuache Roho Mtakatifu atuongoze na atuumbie mambo ambayo yanamfurahisha Mungu, ambayo hayatamchukiza Mungu. Sababu anapoingia ndani ya maisha yetu, anafukuza ndani mwetu yale mambo ambayo tuliyatenda zamani, ya uasherati, ya uchafu, ya uzini, ya ulozi, ya kusema uongo, ya kushuhudia uongo, ya kumwanga damu, mambo kama haya yote Roho Mtakatifu anayafukuza ndani mwetu, na anaumba sasa mambo ya upendo, ya salama, ya wema, ya uaminifu na upole. Alafu tuchunge mili yetu, tuchunge nafsi yetu na tuchunge roho yetu, kwa maana sisi ni hekalu
la Roho Mtakatifu. Asante kwa kutufata, tumemaliza somo letu. Asante, tunawashukuru, mbarikiwe na Mungu.